Polisi nchini Nigeria wanasema wapiganaji wa kundi la waasi wenye itikadi kali liloundwa hivi karibuni wamewaua watu 13 na kuteketeza zaidi ya vijiji 8 katika shambulio lililotokea kaskazini magharibi mwa taifa hilo. Msemaji mmoja wa polisi alisema wapiganaji hao kutoka kundi la Kurawa walishambulia vijiji katika jimbo la Kebbi jirani na mpaka wa Niger siku ya Jumapili kama njia ya kulipiza kisasi kuua kamanda mmoja wa kundi hilo na maafisa wa usalama. Jeshi la Gambia linasema kuwa brigedia jenerali wa zamani anashukiwa kuwa mwanachama kikosi cha mauaji wakati wa utawala wa rais dikteta wa zamani Yahya Jammeh amekutwa amefariki dunia akiwa gerezani. Florian Kaijage na maelezo zaidi. Bora Kole alikuwa uhamishoni kwa miaka 8 baada ya rais wa zamani wa Gambia Yahya Jammeh kuondolewa madarakani na kukimbia nchi hiyo. Jenerali huyo alirejea Gambia mwaka jana na kufungwa jela. Tume ya ukweli nchini humo ilikuwa imetangaza kuwa Bora Kole anafaa kufunguliwa mashtaka ya mauaji na mateso wakati alipokuwa mwanachama wa kitengo cha polisi ambacho kilikuwa kinajulikana kama The Junglers. Jeshi limetangaza kuwa Kole alifariki akiwa gerezani kutokana na maradhi aliyokuwa anaugua kuanzia awali. Ni sauti yake Sam Batenzi. Na serikali ya Kiislamu ya Syria imefikia makubaliano na serikali ya Wakurdi wanaongoza eneo la kaskazini mashariki unajulikana kama Syrian Democratic Forces SDF ili kuunganisha taasisi zao. Kundi la SDF linaloungwa mkono na Marekani limedhibiti eneo hilo kwa zaidi ya muongo mmoja, mara nyingi wakipambana na wanamgambo wanaoungwa mkono na Uturuki. Katika mkataba wao wa maelewano, SDF itaachia maeneo yaliyo na mafuta na gesi kwa utawala wa Syria. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Beldin Waleula kutoka Nairobi. Unasikiliza matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia Milele FM na West FM nchini Kenya, Tanzania, Dar es Salaam ni Radio 1 na kule Mwanza ni Radio Free Africa. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kutusikiliza kupitia Radio Muungano kule Beni. Pia unaweza kuyapokea matangazo haya kwenye internet katika bbcswahili.com ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook andika BBC Swahili. Mimi ni Regina Mziwanda. Kwa kuanza kile tulichokuandalia, waziri wa mambo ya nje nchini Marekani Marco Rubio ameelezea matumaini kuhusu mkutano uliopangwa kufanyika leo Jumanne kati ya maafisa wa Marekani na Ukraine nchini Saudi Arabia. Amesema Washington inahitaji kupata wazo la jumla la kile ambacho Kyiv iko tayari kufanya ili mipango ya Rais Donald Trump ya kusitisha mapigano haraka nchini Ukraine iweze kuendelea. Skola Kisanga na taarifa zaidi. You're not going to get a ceasefire and an end of this war unless both sides make concessions. Akizungumza na waandishi wa habari muda mfupi kabla ya kutua Jeddah, Saudi Arabia, alisema Washington inahitaji kupata wazo la makubaliano gani Kyiv iko tayari kufanya ili mipango ya Rais Trump ya kusitisha mapigano haraka nchini Ukraine iweze kuendelea. We have to understand the Ukrainian position and tunapaswa kuelewa msimamo wa Ukraine na kuwa na wazo la jumla la makubaliano gani watakuwa tayari kufanya, kwa sababu hautapata usitishaji wa mapigano na mwisho wa vita hivi isipokuwa pande zote mbili zitafanya makubaliano. Ni wazi tu, labda hatuwezi kwenda kwa undani sana. Hatutakaa kwenye chumba tu na kuchora kwenye ramani. Badala yake ni kupata mtazamo wa jumla wa makubaliano ambayo pia yanawezekana kwao na nini watahitaji kama fidia, kisha msimamo wa Urusi katika suala hilo. Na hiyo itatupa tathmini nzuri ya ni kwa jinsi gani tunaweza kufanikisha hili. Akizungumza na BBC, seneta wa chama cha Democratic kutoka Arizona Mark Kelly alisema ni muhimu makubaliano yoyote yasipe nguvu Urusi. I want this to end. I can tell you the Ukrainians want this to end. Nataka hivi kumalizika. Ninaweza kukuambia kuwa Ukraine wanataka hii malizike. Hawawezi kukubali makubaliano ambayo yanampa Vladimir Putin uwezo wa kurekebisha jeshi lake, kuboresha zaidi viwanda katika siku zijazo. Wameonyesha kuwa wako tayari na wana uwezo na watafanya hivyo, na wamefanya hivyo tayari. Kwa hivyo, unapaswa kujadili kutoka kwa nafasi ya kile kilichotokea majuma kadhaa yaliyopita ambapo imefanya Ukraine kuonekana imetetewa na inatufanya tuonekane dhaifu. Ukraine more tenable
and it makes us look weaker. Mwandishi wa BBC katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani anasema raia wa Ukraine wako chini ya shinikizo kubwa la kutia saini mpango huo, ingawa hakuna ishara ya hakikisho la usalama kutoka kwa Marekani. Rais Volodymyr Zelensky pia yuko nchini Saudi Arabia, ingawa hajapangiwa kujiunga na mazungumzo hayo. Akiandika kwenye mitandao ya kijamii, kiongozi huyo wa Ukraine anasema kwamba amejadiliana na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman hatua muhimu za kumaliza vita na Urusi, hasa haja ya hakikisho la usalama. Ni taarifa yake Skola Kisanga. Hali ya wasiwasi imetanda kufuatia watu wawili kuthibitishwa kuwa na ugonjwa wa Mpox nchini Tanzania. Wizara ya Afya nchini humo imesema inaendelea na ufuatiliaji, uchunguzi na utambuzi kubaini iwapo kuna wagonjwa wengine ili waweze kupatiwa huduma stahiki. Wizara hiyo imesema itaendelea kutoa taarifa ya mwenendo wa ugonjwa huo na kuwashauri wananchi kuzingatia tahadhari za kuzuia maambukizi. Hawa ni baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wakielezea walivyopokea taarifa za mlipuko wa ugonjwa wa Mpox. Imeleta hofu kiasi kwamba familia yangu mwenyewe naihofia hata kutoka kwenda kwenye misongamano, maana tunaposhindwa kuparticipate kwenye shughuli za kijamii kama kwenda maeneo ya masoko, kupanda madaladala, tukishindwa kufanya vyote hivi uchumi kidogo utapoa. Na baada ya kupewa taarifa hizo kuhusu maambukizi ya Mpox, nilishtushwa kwa sababu mimi ni kati ya watumiaji wa usafiri wa umma na kukutana na watu kama hivyo tofauti huwa ni kitu cha kawaida. Ningependa kupata taarifa zaidi hasa kuhusu jinsi gani naweza kujikinga. Lakini ugonjwa huu dalili zake ni zipi na unaambukizaje? Mkurugenzi wa huduma za uuguzi na ukunga nchini Tanzania, Ziada Sera, anaarifu. Kupata vipele kama malengelenge hivi na vidonda, hasa vinakuwa mikononi na miguuni, kifuani, usoni na hata kwenye sehemu za siri. Anaweza kawa na homa, akapata maumivu makali sana ya kichwa, akawa analalamika kichwa kinauma sana, lakini akitaka kumeza anapata shida kwenye koo huko, amepata vidonda. Lakini pia kuvimba mtoki, maumivu ya mgongo, pia atakuwa anapata maumivu ya misuli. Ugonjwa huu unaambukizwa kwa kula au kugusa mizoga au wanyama pori walioambukizwa, mfano nyani, tumbili, sokwe, hata wale swala wa msituni wanaweza kuambukiza ugonjwa huu. Lakini pia kugusana na mtu mwenye dalili za ugonjwa wa Mpox, hii pia inaweza kusababisha mtu kuambukizwa. Lakini kugusa vitu ambavyo vimetumiwa na mtu mwenye ugonjwa huu. Kingine kugusa majimaji ya mwili wa mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa wa Mpox, lakini jasho lake, matone ya mfumo wa njia ya hewa na yenyewe anaweza kufanya mtu akaambukizwa. Lakini kwa njia ya mkojo pamoja na mate, pia kujamiana na mtu mwenye maambukizi ya Mpox, hii inaweza ikakufanya mtu ukapata maambukizi. Msikilizaji, unashauriwa kufanya haya ili kujikinga na maambukizi ya Mpox. Tuache kabisa utaratibu wa kusalimiana kwa kupeana mikono, kukumbatiana, kubusiana. Kikubwa pia ni kunawa mikono mara kwa mara. Tuepuke kula mizoga au wanyamapori wenye maambukizi ya ugonjwa huu wa Mpox. Lakini kusogeleana pia na mtu mwenye haya maambukizi, kuvaa barakoa kama unaongea na mtu ambaye ana dalili hizo, lakini safisha, takasa sehemu zote ambazo zinagusa mara kwa mara. Lakini pia kuepuka kujamiana na mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa huo. Ni mkurugenzi wa huduma za uuguzi na ukunga nchini Tanzania, Ziada Sera, akielezea namna ya kujikinga na Mpox. Polisi nchini Nigeria wanasema wapiganaji wa kundi jipya la kigaidi wamewaua watu 13 na kuchoma moto vijiji 8 wakati wa shambulio kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Msemaji wa polisi anasema wapiganaji kutoka kundi la Lakurawa walishambulia vijiji vya jimbo la Kebbi jirani na mpaka na Niger siku ya Jumapili. Zaidi na Florian Kaijage. Vyombo vya habari vya Nigeria vinasema shambulio hilo linaonekana kuwa la kulipiza kisasi kufuatia mauaji ya kiongozi wa kundi hilo Maigem yaliyofanywa na vikosi vya usalama vya Nigeria mjini Kebbi. Mkazi wa Kebbi ameiambia BBC kwamba vijiji vilivyoathirika vyote viko ndani ya eneo la Arewa. Watu wawili ambao walipata majeraha kutokana na mashambulizi hayo kwa sasa wamelazwa hospitalini. Mnamo Februari 10, jeshi liliharibu kambi kadhaa katika operesheni dhidi ya kundi la wanamgambo wa
Kurawa. Waasi hao wamekuwa wakihusishwa na utekaji nyara na mauaji katika eneo hilo. Mashambulizi hayo yameendelea licha ya jeshi kwa ahidi mwishoni mwa mwaka jana kudhibiti uasi wa La Kurawa kaskazini magharibi mwa Nigeria. Eneo la kaskazini magharibi na katikati mwa Nigeria kwa muda mrefu limekuwa likikabiliwa na mashambulizi na utekaji nyara unaofanywa na magenge yenye silaha. Wapiganaji wa jihadi wa La Kurawa walianza mashambulizi yao mwishoni mwa mwaka jana na wameongeza ukosefu wa usalama. Baadhi ya wapiganaji wa kundi hilo wanadhaniwa kuwa wametoka Mali, Niger na Burkina Faso. Taarifa yake Florian Kaijage. Na tuelekeza viwanjani kwake Shadrack Mwanzasu. Na asante sana Regina Mzionda. Ni kwamba mechi za michuano ya ligi mabingwa barani Ulaya inaendelea leo hii Jumanne kwa michezo minne, ambapo Barcelona watakuwa nyumbani katika dimba lao la Nou Camp ama Camp Nou wakicheza dhidi ya Benfica. Bayer Leverkusen wao ni ya Ujerumani ni wenyeji wa Bayern Munich, huko Inter Milan wakiwakaribisha Feyenoord kutoka kule Uholanzi, na Liverpool watakuwa kimenyana dhidi ya PSG kutoka nchini Ufaransa. Kesho Jumatano lile Ufaransa watakuwa kimenyana na Borussia Dortmund ya Ujerumani. Arsenal the Gunners wao wanakabili PSV Eindhoven. Aston Villa dhidi ya Club Brugge ya Ubelgiji, na Atletico Madrid ya Hispania pia watakuwa wakiwakaribisha majirani zao Real Madrid. Hii ni derby ya Hispania. Kwingineko ligi kuu ya soka ya England jana kumepigwa mchezo mmoja pekee wa gonga nyondo wa London. West Ham United wakiwa nyumbani London Stadium wamekubali kipigo cha bao moja kwa bila kutoka kwa Newcastle United, goli pekee likifungwa na Brazil Bruno Guimaraes. Tukisalia katika soka, klabu ya Manchester City imemfuta kazi kocha mkuu wa timu ya wanawake Gareth Bale, ikiwa ni siku 5 tu kabla ya mchezo wa finali ya ligi kombe la ligi kwa wanawake. Gareth mwenye umri wa miaka 52 alimrithi kocha Nick Cashin Mei 2020 na kuiongoza City ya wanawake na wakitoa tuzo kuu 2 za soka. Kocha Cashin sasa amerejea kama kocha wa muda. City walikosa taji la ligi kuu kwa wanawake msimu uliopita kwa utofauti wa mabao, na kwa sasa wako katika nafasi ya 4 kwenye msimamo wa ligi kwa alama 12 nyuma ya mabingwa watetezi klabu ya Chelsea. Taylor alifanikiwa pia kupata ushindi wa timu hiyo katika mchezo wake wa mwisho siku ya Jumapili, wakati City ya wanawake ikichapa Aston Villa bao 2-0 na kutinga nusu finali ya kombe la FA. Na uongozi wa ligi kuu ya soka ya England ya Liverpool umeutangaza ushirikiano mpya wa miaka mingi na kampuni ya vifaa vya michezo ya Adidas kama mshirika rasmi wa kutengeneza jezi za timu hiyo. Majogoo hao wa Anfield kwa sasa wanatumia vifaa vya kampuni ya Nike, lakini watarejea kwa wapinzani wao wa mavazi ya michezo. Na kwenye mchezo wa mpira wa kikapu wa basketball ligi ya Marekani NBA, usiku kwa mkia leo Jumanne kumepigwa michezo kadhaa. Atlanta Hawks wameshinda alama 132 kwa 123 dhidi ya Philadelphia. Boston Celtics wakachapa Utah Jazz kwa alama 118 kwa 108, huku Brooklyn Nets wakishinda kwa alama 111 kwa 108 dhidi ya Los Angeles Lakers. Miami Heat wamepoteza mchezo kwa alama 105 kwa 102 dhidi ya Charlotte Hornets. Tumesha dondoo za mchezo asubuhi leo. Shukrani sana Regina Mzionda. Naam, shukrani.